Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kazi kubwa ambayo inaendelea kuifanya, tumeona hapa karibu wabunge wote ambao wamesimama hapa, jambo kubwa naipongeza serikali kupeleka miradi kwenye maeneo yao, lakini jambo kubwa ambalo wameenda kuwa kilio chao ni kutokamilika miradi hii kwa wakati na fedha kwenda kwa kusuasua. Fedha zinapokwenda kwa kusuasua, maana yake miradi hii, yale malengo ambayo yamewekwa kwenda kuwafikia, kwenda kumtua mama ndoo kichwani, haiwezi kufikiwa kwa wakati. Ushauri wangu ni nini? Ushauri wangu, kama serikali, kama nchi, twende na mkakati wa pamoja kwenda kutafuta fedha ili miradi hii yote chechefu, miradi hii yote twende tukaitatue. Na tumeona mfano kupitia hati fungani kwenye mkoa wa Tanga imeweza kufanya vizuri. Hii tuchukue kama sample kwenye nchi nzima, twende na modo hiyo, twende tukauze hati fungani hizi tupate fedha ili miradi kwenye kila jimbo, kila mahali iweze kukamilika. Ndio tutakuwa tumeenda kuwasaidia wananchi wetu, na baadaye lazima wajue wananchi wetu kwamba maji ni huduma, lakini maji ni biashara. Tunapofungua bombani, maji yanapotoka wao watalipa. Kwa hiyo maana yake tukienda kwenye hati fungani tutapata fedha, ile fedha ambayo tutaendelea kutumia ndio ambayo itaendelea kurudi na kurudisha ile fedha ambayo imekuwa imetumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo lakini wananchi wangu wa Chunya wamenituma maji. Pale Chunya mjini wamenituma maji. Na mimi leo ninapozungumza haya, na mwenyekiti wangu wa bodi yuko hapa juu kwenye jukwaa la spika, pamoja na wapiga kura wangu wengine wa kina mama, wameniambia usipozungumza habari ya maji Chunya mjini hatutakuelewa. Chunya mjini tupo kwenye mradi wa maji ya miji 28. Miji 28 kwa kweli kwa Chunya bado haijaanza hata kidogo. Na tunafahamu juhudi ambazo serikali, Mheshimiwa Waziri amekuwa ameniambia, ambazo zinaendelea kufanyika, lakini pamoja na yote hayo tuone namna nzuri na bora kuhakikisha kwamba mradi huu unaanza na wananchi hawa wanaenda kupata maji. Lakini kubwa zaidi, wakati juhudi hizo zinaendelea, twende tukatatue changamoto hii, kwenda kuchimba visima japo kwa vichache kwa muda mfupi, ili changamoto ya maji pale Chunya mjini iweze kupungua, iweze kuisha, ili wananchi wangu wa Chunya na wao waweze kuona Wizara ya Maji na yenyewe inasikia kilio chao na inaenda kwenda kuwatatulia hili. Bila kufanya hivyo, DM wangu wa pale Chunya, Engineer Chamsa, ataendelea kulalamika na wananchi wataendelea kumlalamikia. Anafanya kazi, lakini watu wa Chunya mjini wanataka maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja kwamba pale Chunya mjini kwa changamoto ya maji, bado kuna miradi michache chechefu ya kule upande wa Ruwasa. Kuna mradi mkubwa wa Matwiga phase 2. Mradi huu ulidesainiwa kwa vijiji 8, lakini sasa hivi unatoa maji kwa vijiji 2. Kwa hiyo ile pressure ambayo imetoka kwenye chanzo kwenda kwenye tanki mpaka kwenye usambazaji huu imekuwa kubwa, kwa sababu design yake ilikuwa ni vijiji 8 na sasa hivi inakwenda vijiji 2. Hivyo inapelekea changamoto ya mabomba kupasuka mara kwa mara, lakini pia mitambo ambayo imefungwa pale na kile ambacho kinaenda kuzalishwa. Hivyo wananchi hawa wanalipa kidogo kuliko umeme ambao unatumika pale. Matokeo yake mradi uendeshaji wake ni mkubwa kuliko kile ambacho kinakusanywa. Niombe twende tukaumalizie mradi huu ili uweze kwenda kutekeleza na vijiji vingine, kwa maana kijiji cha Mazimbo kiweze kwenda kukamilika, na fedha zimeombwa, zikipatikana zaidi ya milioni 300 atisi kupatikana pale itaweza kutusaidia. Vijiji vingine vya Mtanira na maeneo ya jirani kwenye ule mradi vikiweza kukamilika, ndivyo ambavyo tutaweza kwenda kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kupata nafasi, nami naunga mkono hoja. Asante sana. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana chunya_official.